Je, umewahi kujiuliza au kusikia ni gari gani linaloweza kumbeba papa lenye uzito wa kihistoria, imani ya mamilioni ya watu na usalama wa hali ya juu kabisa duniani, yaani yote kwa wakati mmoja? Karibu kwenye ulimwengu wa Pop Mobile. Si gari la kawaida unaloweza kuliona kwenye maonyesho ya magari au barabarani. Ni kioo cha usalama kinachoweza kuzuia risasi, lakini kinachoruhusu kiongozi wa kiroho kuwa karibu na wafuasi wake. Leo ninakufunulia pazia, kuanzia mabadiliko yake kustajabisha, siri zilizojificha nyuma ya vioo vyake, hadi kwa nini gari hii ni ishara ujasiri na amani. Baki nami mpaka mwisho, kwani kuna sifa moja ya kiufundi ya gari hili ambayo huwezi kuipata kwenye gari lingine lolote duniani. Historia ya usafiri wa papa imetoka mbali. Zamani mapapa walibebwa kwenye kiti maalum cha enzi kilichoitwa sedia gestatoria, kilichobebwa na wanaume 12 mabegani. Matumizi ya magari yalianza miaka 1920, lakini neno Pop Mobile lilipata umaarufu mkubwa wakati wa utawala wa Papa Yohane Paulo wa pili. Ingawa mapapa waliotangulia walitumia magari ya kifahari kama Mercedes-Benz na Bagmi 460, Papa Yohane Paulo wa pili ndiye papa wa kwanza kutumia gari lililoundwa maalum kwa ajili ya kuonekana na watu wengi wakati wa ziara yake ya kihistoria nchini Poland mwaka 1979. Baada ya jaribio la mauaji dhidi ya Papa Yohane Paulo wa pili mwaka 1981, muundo wa gari hili ulibadilika rasmi kutoka katika gari lililowazi kuwa gari lenye kioo kigumu kisichopitisha risasi, bulletproof glass, ili kuhakikisha usalama wa papa. Gari la papa si tu kwa ajili ya urembo, ni mashine iliyoundwa kwa ustadi mkubwa na kihandisi. Ingawa kuna mifano tofauti ya magari haya kama Mercedes-Benz G-Class, Toyota na hata magari ya umeme ya Fisker. Sifa kuu za magari haya: ulinzi wa hali ya juu, vioo na bodi ya gari vimetengenezwa kwa teknolojia ya kuzuia risasi na bunduki nzito na hata milipuko midogo ya mabomu. Mifumo ya hewa: sehemu anayokaa papa ina mfumo wake wa hewa unaofahamika kwa jina la Independent Air Supply ili kumlinda dhidi ya mashambulizi ya kemikali au gesi za sumu. Uimara wa matairi yake ya teknolojia ya run flat, ikimaanisha hata akipigwa risasi au kupasuka, gari linaweza kuendelea kukimbia kwa kasi kubwa kutoroka eneo la hatari. Ndani kuna mifumo ya kisasa ya mawasiliano inayounganisha moja kwa moja na kitengo cha usalama cha Vatican polisi na nchi husika. Kuanzia kiti cha mbao hadi teknolojia ya kuzuia milipuko, Pop Mobile ni zaidi ya gari, ni daraja linalounganisha usalama wa kiongozi na upendo wa wafuasi wake. Kila linapopita mitaani, linatukumbusha kuwa hata katika ulimwengu wenye hatari, ujumbe wa amani hauna budi kuwafikia watu. Je, unadhani katika miaka ijayo tutaona papa akitumia magari ya umeme pekee au teknolojia itabadilika kuwa kubwa zaidi ya hapa? Niambie maoni yako hapa chini na usisahau kusubscribe kwa makala nyingine kama hii. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Pedro wa Samson na hii ni Catholic Moshi Online TV. Asante na kwaheri.